Jina langu ni Hassan Saleh Maganga, maarufu ni Profesa H.S. Maganga, ni mchunguzi na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na utawala. Kutokana na migogoro inayoendelea hivi sasa duniani, mimi napendekeza mambo mawili yafuatayo. Jambo la kwanza, kuna haja Afrika Mashariki tuanze kuungana ili baadaye nchi nyingine zijiunge. Afrika Mashariki tutengeneze taifa lenye nguvu. Napendekeza tuungane mataifa yafuatayo tutengeneze taifa moja. La kwanza Ethiopia, Eritrea, Somalia, Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Sudani Kusini, Malawi, Msumbiji. Tuunde taifa moja lenye nguvu, ni pamoja na visiwa viwili, Seychelles na Komoro. Tuunde taifa lenye nguvu ili tuweze na sisi kutengeneza taifa lenye nguvu, tuweze kuwa na kura turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Jambo la pili, napendekeza Umoja wa Mataifa ufanyiwe maboresho ili uwe na meno. Ufanyiwe maboresho, kwa mfano swala la kuwa na taifa jipya iwe ni mamlaka ya Umoja wa Mataifa. Kwa inapotokea mzozo ukisuluhishwa katika nchi fulani, kwa maana eneo linataka kujitenga, kuwe na kura ya maoni yakisimamiwa na Umoja wa Mataifa. Watu wengi wakitaka kujitenga, basi Umoja wa Mataifa wakisajili nchi hiyo ndio itambuliwe kama ni taifa, sio nchi tu ikurupuke kuitambua nchi nyingine. Na pili, tupige marufuku serikali za kijeshi. Umoja wa Mataifa hawawezi kuisajili serikali yote ya kijeshi. Kwa nchi yote ikitokea imepinduliwa na jeshi, Umoja wa Mataifa wanaleta jeshi la Umoja wa Mataifa kuja kuiondoa madarakani serikali ya kijeshi na kurejesha serikali ya kidemokrasia ya kiraia. Tatu, kuhusu kuwa na kura ya turufu na wanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa ukishaboreshwa, kuwe na uwiano wa kuzingatia mabara. Tukianza na bara la Ulaya, wana kura za turufu 3. Kuna Russia, Faransa na Uingereza. Kwa hiyo napendekeza bara la Ulaya ziongezwe nchi 3 wawe na kura turufu. Turuki upewe kura turufu, na Italia na Ujerumani. Ujerumani wana mchango mkubwa katika uchumi wa dunia, na Wajerumani ni miongoni mwa watu wenye akili kubwa duniani. Kwa sababu kuna jamii kadhaa ambazo zina akili kubwa, ikiwemo Wayahudi, Waajemi, Wajerumani, Waingereza, Wafaransa, Wachina, Wahindi na Wajapani. Jamii hizi ndio zina akili kubwa, ndio jamii zenye akili kubwa duniani, pamoja na Waarabu, baadhi ya Waarabu fulani, hasa wale Makureshi. Makureshi nao wana akili kubwa katika jamii hizi 9. Kwa hiyo napendekeza mataifa ya Ulaya 6 yawe na kura turufu. Bara la Amerika, taifa lenye kura turufu kwenye Baraza la Usalama na mwanachama wa kudumu ni Marekani tu. Kwa hiyo napendekeza Canada wawe na kura turufu na mwanachama wa kudumu kwenye Baraza la Usalama. Kuna Brazil na Argentina, ziwe 4. Ukienda bara Hindi, kura turufu awe nayo India na Pakistan wawili.
Tukienda Asia, kuna nchi moja tu China, kule iongezeke Japan. Tukienda bara Arabu, wapewe kura turufu Umoja wa Falme za Kiarabu, Saudi Arabia na Irani, kuwe na kura turufu 3. Afrika Mashariki tuwe na kura turufu 1. Tanzania tukapewa kwa niaba ya Afrika Mashariki, sababu Tanzania inaweka mbele maslahi ya Afrika kuliko maslahi ya binafsi. Tulichangia sana katika harakati za ukombozi wa nchi za kusini mwa Afrika bila kulipwa chochote. Kwa tunastahili kuwa na kura turufu kuiwakilisha Afrika Mashariki. Kuna Ethiopia wawe na kura turufu, Nigeria wawe na kura turufu, kuna Misri wawe na kura turufu, South Africa wawe na kura turufu, na Morocco. Kutokana na ukubwa wa bara la Afrika tuwe na wakilishi 6 kama ilivyo Ulaya. Kwa hiyo bara la Amerika 4, kule Ulaya 6, anakuwa 10, Afrika 6, 16, kule bara Hindi 2, 18, kwa Asia China na Japani anakuwa 20, na kuja bara Arab tupate 4, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Irani pamoja na Oman. Tutakuwa na wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama wafike 24, ili dunia iendeshwe kidemokrasia zaidi. Sababu za kuundwa Umoja wa Mataifa ilikuwa ni mataifa yaliyoshinda kwenye vita kuu ya pili. Kwa sababu tunataka kuboresha Umoja wa Mataifa ukawa zaidi ya sababu hizo. Sababu za kuwa mjumbe wa kudumu kwenye Baraza la Usalama ni kwamba unatoa mchango mkubwa katika gharama za uendeshaji Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa. Lakini sasa tubadilishe sababu ziwe ni za uwakilishi wa kibara na demokrasia. Kwa kufanya hivi, dunia itakuwa na amani, dunia itakuwa mahali salama pa kuishi. Na jambo la nyongeza, ninapendekeza kuhusu swala la Umoja wa Mataifa, kuna haja tukaangalia upya uendeshaji wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Maana kwa sasa mashirika ya Umoja wa Mataifa yalikuwa yanaendeshwa kwa kutegemea bajeti ya Marekani tu. Tuna haja ya kutafuta mfumo mwingine kuhakikisha Umoja wa Mataifa usiendeshwe kutegemea bajeti ya nchi moja. Umoja wa Mataifa lazima utafuta vyanzo vyake vyenyewe. Umoja wa Mataifa uwekeze, uwe na miradi, usitegemee michango ama ada za wanachama. Hii dunia iwe mahala penye ustawi, iwe mahala penye usalama. Baada ya kusema hiyo, naomba kuwasilisha, naomba yale mazuri yachukuliwe na jumuiya ya kimataifa ili dunia tuweze kuwa na maendeleo endelevu, dunia iweze kuwa na ustaarabu. Maana dunia sasa hivi inarudi nyuma kwenye ushenzi. Inapotoka nchi moja na kuvamia nchi nyingine na kuua viongozi, kuharibu miundombinu, au kikundi kinachovamia nchi kinafanya ugaidi, dunia inarudi kwenye ushenzi. Kwa hiyo dhamira yangu ni kwamba tunafanya jitihada ya kuonesha Mwenyezi Mungu kila alichotujalia kuzaliwa nacho, tuisaidie dunia itoke hapa tulipo, tusonge mbele, dunia isirudi nyuma. Kila mmoja duniani Mwenyezi Mungu alichonijalia kichwani mwake kipaji. Kwa hiyo sisi wengine vipaji vyetu ni kutoa mawazo, kutoa maono, kutoa maoni ya kuweza kufanya maboresho ya maisha ya dunia. Hii duniani tuwe na maisha bora, tuwe na raia bora, tuwe na utawala bora. Asanteni sana.